katika hii kanisa. Mwaka uliopita nilikuwa na hafla ama nilikuwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanaandaa sherehe kubwa ambao tulikuwa tunaleta watoto 2000 pamoja, na katika hiyo sherehe ilikuwa ni concert yenye tulikuwa tutaimba memory verses, moja yazo ikiwa ni hii yenye tumeimba hapa hivi. So tulikuwa tumetunga nyimbo nyingi sana kama 80, lakini tukachukua baadhi ya zile nyimbo na walikuwa watoto wote wanakuja pamoja tuwafunze na waimbe na wawe na wakati wa kulificha neno la Bwana katika mioyo yao. Na kwa sababu ile sherehe ilikuwa ni inatugharimu pesa mingi, tukaanza kuandika proposal, kuuliza msaada kutoka makampuni tofauti. Tuliandika proposal kama 26, lakini ni kampuni 6 peke yake ambazo ziliweza kuturudishia. Baadhi ya wale ambao walirudisha na pia wakapatiana pesa mingi sio wengine ila Nairobi, ACK Diocese of Nairobi ikiongozwa na bishop wetu. Aligharamia karibu nusu, zaidi ya nusu ya ile gharama yote ambayo tulikuwa incur katika ile sherehe. Lakini pia tulikuwa tumeandikia mabenki, benki 4. Kuna mabenki. So tulikuwa tumeandikia benki 4. Sitataja majina kwa sababu sijui kama wengine wenyu mnafanya kazi huko. Baadhi ya zile benki ambazo tulikuwa tumeandikia 2 zikaturudishia. Na walirudisha na kutupigia simu. Na jambo la kushangaza ni kwamba wote waliuliza maswali ambayo ilikuwa ni kama yanafanana. Wakatuuliza, na ni nini hii ambao mnaandaa? Tukamwambia sisi tunaandaa sherehe kubwa ambayo tutakuwa tunaita watoto 2000 pamoja na watakuwa wanamuimbia Bwana kupitia neno lake. Itakuwa ni memory verse peke yake. Wakasema na hilo ni jambo mzuri sana. Mmesema ni watoto wangapi? Tukamwambia ni watoto 2000. Watoto 2000? Hiyo ni sambamba sana. Na hii hafla itakuwa wapi? Tukamwambia itakuwa pale All Saints Cathedral. Wakasema na hiyo location mmetafuta ni location poa sana. Hapo karibu na CBD, iko fiti kabisa. Halafu wakatuuliza wote, ni kama walikuwa wameambiana. Wakatuuliza, na katika hiyo sherehe ambayo mtakuwa mnaandaa, wazazi wa wale watoto watakuja? Tukamwambia hapana, unajua sasa hii sherehe ni ya watoto. Wazazi hawatafanya nini? Hawatakuja. Benki moja ikanyamaza na haikurudi kwetu. Ya pili wakarudi. Lakini walirudi kwa sababu mkubwa wao ni rafiki yangu. Akaniambia, Uncle Paul, acha nikusaidie. Watoto bila wazazi hawana faida kwa wanabiashara. Children without parents don't make business sense. Na acha nikuambie ni kwa sababu gani. Sisi wanabiashara tunapoenda shughuli, lengo letu linakuanga moja. Tukishapiga ile shughuli, wale watu ambao tunapigia hiyo shughuli wataweza kuwajibika wafanye biashara na sisi. Kama kwa mfano, mimi nikuja niongee na watoi. Niwaambie ya kwamba mnaweza mkafungua account na banki yetu. Wale watoto hata kama wananipenda hawana uwezo wa kuja kufungua account bila ruhusa kutoka kwa wazazi wao. Kwa hivyo kama unataka hii shughuli iweze kusimamiwa na kampuni yangu, wewe tafuta mbinu ya kuleta wazazi. Kwa sababu watoto bila wazazi hawana faida kwa mwana biashara. Nikaona huyu jamaa kwa aje bana. Huyu si Mkristo, lakini ni Mkristo. Lakini unajua hata kanisani tuko wabaya hata kuliko wanabiashara. Hapa kanisani hatujalishagi kama watoto wako na wazazi ama hawana. Sisi hatuna shughuli na wao. Na hii story haikuanza na sisi Waanglikana. Ilianza zamani. Tumesoma katika kitabu cha Mathayo
siku moja wazazi walileta watoto kwa Yesu. Yaani hawa watoto walikuwa na wazazi wao. Sasa walipofika pale kwa Yesu, wale disciples, wale wanafunzi wa Yesu wakawaangalia wakawauliza, "Ang'o marach kodi? Shida yenu nini? What's your problem? Shida yenu ni nini? Mnadhani ni Sunday school? Hamuoni huyu ni Mungu. Huyu ni Yesu, mtoto wa Mungu, my friend. Na mnaleta watoto. Hebu toa watoto, ndeni huko, toa watoto." Naye Yesu akasikia wenye wanaongelesha, naye ndiye akawauliza, "Ang'o marach kodi? Nikimeni nini? Kwani nyinyi hamjui ufalme ni wa watoto kama hawa?" Mwanabiashara hana shughuli na watoto kama hawana wazazi. Hapa kanisani hatuna shughuli na watoto hata wakiwa na wazazi. Diposa hii kathidro yetu imekuwa hapa miaka zaidi ya miaka 100 na ili ujue ya kwamba hatuna shughuli na watoto, sisi tuko katika kathidro poa. Mazi iko na mpaka ma screens. Mazi iko na makwaya, hata zingine zinatoka ng'ambo juu. Tuko viti, lakini watoto wetu wanasomea kwa mabati. Saa hii kukiwa na baridi, mazi wako huko, wako kwa fridge. Kukiwa na jua, wako kwa oven. Lakini hatuna shughuli. Bora sisi wazazi tuko fiti. Angalia mwenzako, mwambie, "Ang'o marach kodi?" Muulize, "Nikimeni?" Mbona ujielewi bana? Na Mungu anatuelekeza pia katika Agano la Kale. Kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Farao. Yeye mfalme alikuwa ni mfalme wa Misri. Alikuwa na watumwa ambao walikuwa wanafanya kazi katika nchi yake. Wale watumwa walikuwa wamekaa katika hiyo nchi miaka 350. 350 years. Walikuwa wamekuja huko zama hizo na walikuwa ni watumwa. Lakini huyo mfalme aliangalia hao watumwa na akaona hapa iko shida. Shida aliona ni nini? Hao watu walikuwa wanaongezeka tu. Akasema, "Mazi, hawa watu wakiendelea na hivi kuongezeka, itakuja siku moja watapindua hii serikali yetu. Watakuwa ni wengi kutuliko." Na yeye akatoa amri, hao watu lazima tu deal na wao, tutafute njia ya kuwamaliza. Kitu cha kushangaza ni kwamba huyu ni mfalme. Yeye ameona kikosi cha watu wakubwa, anaona hawa watu wanaweza wakapindua serikali yake. Akaamua ya kwamba ataanza kudeal na wao. Jambo la kushangaza ni kwamba hakuenda kutafuta wanaume. Na unajua wanaume ndio wako na nguvu. Wao ndio wanaweza wakachukua silaha, waingie msituni, wafanye gorilla war, wakuja wapindue serikali. Hakuwa na haja na wanaume wao. Hakuenda hata kuona majenzi. Hakuwa na wanarika, hakuwa na haja nao. Na unajua majenzi ndio wanaweza wakatokezea kwa streets. Majenzi ndio wanaweza kwenda parliament wa occupy, na wakimaliza kwenda parliament waende state house. Lakini hakuwa na haja na majenzi. Huyu mfalme, jambo la kushangaza ni kwamba alienda Pumwani Maternity Hospital. Alienda kwa labor ward. Kila mtoi anazaliwa nyonga. Kila mtoi anayezaliwa nyonga. Sababu gani?
Mbona mfalme aachane na wanaume wenye wanaweza kupindua serikali, awachane na majenzi wenye wanaweza kumletea shida, aende aue watoto? Kwani mtoto wa siku moja ni nini anaweza akafanya? Ni silaha gani anaweza kushika? Ni maandamano gapi anaweza kupanga? Mbona mfalme aende aue watoto? Ni kwa sababu katika ekonomi ya ufalme unawekwa nguvu na watoto. You get the children, you have the kingdom. You kill the children, you kill the kingdom. Tumekuwa tukiua watoto hapa kanisani. Watoto wanakuja kuwekelewa mikono na Yesu, wanakuja kumtafuta Yesu. Tunawatupa kwa kinyumba cha mabati kenye kina moto sijui kiasi gani. Watoto wanaanza kupotea kanisa, sio kwa sababu mahubiri ni mbaya, maana ni kwa sababu kile kibanda cha mabati ni moto. Maana ukiimba wimbo hakuna gitaa, hakuna piano, hakuna drums, lakini wazee wako hapa na magitaa na madrums na mascreens. Ango maraj kodi ni kimeni. Na sisi tunaangalia, tunaona ya kwamba huyu Farao, he must be a very evil man. Huyu ni mtu hana utu. Lakini kila mmoja wetu hapa, kila mmoja wetu tumekosa utu. Tumekosa utu ya kwamba tunaweza tukakuwa comfortable, na tumekosa kuona ya kwamba watoto wanauliwa kiroho katika makanisa yetu. Lakini niwaulize, mbona huyu mfalme akapata lile wazo? Huyu mfalme anapowaza hii wazo ya kwamba nataka kuua hawa watoto, yeye hakuwa Farao wa kwanza. Kulikuwa na mafarao wengine wengi mbele yake. Mbona wakati huu baada ya miaka 350, mbona wakati huu ndio anaamua ya kwamba hawa watoto nitaua? Kwa nini? Ni kwa sababu kilio cha wana wa Israeli kilikuwa kimefika mbinguni. Na Mungu alikuwa ameamua, sasa mimi nitamtuma mtu aende akaokoe watoto wangu kutoka utumwa. Yule mtu ambaye atakuwa anaenda kuondoa kutoka utumwa atazaliwa. Na yeye akizaliwa, yeye ndiye ataongoza watoto wangu wana wa Israeli kutoka utumwa. Huyo mtoto ambaye alikuwa azaliwe alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Ate William Ruto. Mbona mnaniangalia hivyo? Alikuwa anaitwa nani? Musa. Musa. Huyu Farao anafanya hivi kwa sababu amepata habari kutoka nchi ya giza. This is a spiritual war. Sio ati mawazo anafikiria tu, hapana. Ni katika roho yake anaanza kuona hatari. Nguvu za giza zinamuonesha ya kwamba katika katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu kitafanyika. Na wacha nikuambia, usipojipanga ufalme wako unakuja kufa. Yeye anapata spiritual intelligence. Jambo la kushangaza ni kwamba huyu mtoto ambaye anakuja kuzaliwa hazaliwi leo halafu waongoze hawa watoto wa Israeli leo watoke Misri. Yeye alizaliwa akaishi miaka 40 katika palace ya huyu Farao. Akafanya dhambi pia, akapotea, akaenda katika jangwa la Midian, akakaa miaka ingine 40. Musa ili akuje kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri alikuwa na miaka 80. Hebu sikizeni wapendwa,
Farao anaua watoto kwa sababu ya jambo ambalo litafanyika 80 years to come. Hii mabati yenye tumeweka watoto, hivi vifaa venye hatupatia hawa watoto. Wewe umesoma BSF, unasoma TE na ufundishi Sunday school. Na hiyo ni iPhone. Na ufundishi Sunday school. Mungu ako na mimi nje hapo. Wewe na mimi na sisi wote tunafanya kazi ya kifarao. Tunakosa kuona, tunakosa kusikia the spiritual intelligence. Tunapoishi katika nchi ambao watoto wanaweza fungia watoto wengine na wanaposha bweni moto na watoto 16 wanakufa, na bado hatuamki, hatuoni ya kwamba vita ambayo inafanyika katika ulimwengu wa kiroho inatuonesha ya kwamba watoto wawachwe wakuje kwa Yesu. Kuna vikwazo mingi ambazo zimeagikwa za kufanya watoto wasimuone Yesu. Leo tunakuja tamati ya kupatiana shukrani kwa sababu ya mambo mengi Mungu amefanya. Sisi tunapatiana shukrani hapa. Watoto wetu wanajua tunapatiana shukrani. Watoto wetu wanajua kumshukuru Mungu. Na huyu Mungu watamshukuru namna gani kama Mungu wao ni Mungu wa mabati? Kama Mungu wao hata hawezi kutoa walimu wa kutosha? Kama tutafunza watoto wetu kumwabudu Mungu anavyostahili kuabudiwa, itabidi kila mmoja wetu tuanze kuondoa vikwazo ambavyo vitafanya watoto wakose kuja kwa Yesu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Ang'o marach kodi? What is your problem? Let the little children come to me." Angalia jirani yako, mwambie, "Ang'o marach kodi?" Nekemeni. Let the little children go to Jesus. Ai, wacheni kuniangalia, muangalie mwenzako, mimi nishaambiwa. Hii ni mara yangu ya 3 kuhubiri. Angalia mwenzako, mwambie, "Ang'o marach kodi?" Nekemeni. Let the little children go to Jesus. Endo kafundisha Sunday school. Si umwambie. Patiana pesa vifaa vinunuliwe. Omba. Tujitume tuhakikishe ya kwamba shukrani ambazo tunazomtolea Bwana zinaanzia watoto wetu. Tunaangalia watoto wetu kama baraka kubwa ambayo Mungu ametupatia. Wajua hii cathedral iko katika Eastlands. Eastlands tuko na upungufu wa mambo mengi. Manyumba ni chache. Maji inakujanga mara moja kwa wiki. Stima haujuangi ni wakati gani itapotea. Huku tuko na upungufu mwingi. Kama kuna kitu moja hatuna upungufu yacho ni watoto. Eastlands tumejaza watoto hivi. Lakini ukikuja katika hii cathedral yetu, watu wazima ni wengi kuliko watoto. Sisi tukiambiwa tuende tutoshe penye watoto wanakanga, hatuwezi tukatoshea kwa sababu tuko wengi. Watoto wetu ni wachache kutuliko sisi. Ili hali tunaishi katika maeneo ambayo watoto ni wengi kuliko watu wazima. Sasa swali ni, "Ang'o marach kodi?" Shida yetu ni nini? Why are we not letting the little children come to Jesus? Mbona tunakuwa farao? Mbona tunanyonga uhai ya hawa watoto? Hawamjui Yesu, na hata wale ambao wanakuja kanisani ni mateso bila chuki. Let the little children come to me. Tunapopatiana shukrani zetu zitapaa na ziende mbinguni kama zitatoka kutoka midomo ya watoto wetu. Wacheni tuwawezeshe wacheze vyombo, tuwawezeshe wawe na runinga kama hizi, tuwawezeshe
wakuwe na maeneo mazuri ambao wanaweza kumshukuru Mungu. Ile ibada ingine niliwaambia, ile siku unajua naombanga tu siku moja provost aende on leave, naye bishop anipatie nafasi tu moja nikuwe provost ninashikilia. Hiyo Sunday nyinyi wote mtaenda kusomea kule kwa Mabati. Watoto tutakuwa hapa. Na wacheni niwaambie, the little children will come to Jesus. Mimi ninaombi furaha yako, shukrani zako zielekeze kwa watoto. Wacha watoto wamjue kumsifu Bwana, wajue kumshukuru Bwana. Tutengeneze nafasi nzuri yenye wanaweza kumjua Bwana. Tuwe na mambo mazuri. Kanisa yetu iwe ni kanisa ambayo inavutia watoto na kuelekeza kwa Bwana. Wanabiashara mko wapi? Leteni pesa zifanye kazi ya Bwana. Waibaji mko wapi? Leteni sauti zenyu zimuimbie Bwana kwa watoto. Walimu wa Sunday school mko wapi? Tuko na upungufu wa walimu wa Sunday school. Leta hicho kipawa tuwafundishe watoto. Wacha watoto waje kwa Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mkuu. Na kila mmoja wetu hapa tumefanya kifarau. Hatusikizi the spiritual intelligence yenye inatuambia tuko hatarini. Hatujaajibika. Baba, tuko katika cathedral iko na miaka 100 na watoto wetu bado wako kwa Mabati wanachemka. Lakini zaidi ya hayo, hata walimu wa Sunday school hatuwajui, hatuwaombei. Kila mmoja wetu Baba hapa, we are guilty of being a Farao. Na tunakuomba utusamehe. Shukrani zetu tutakuletea Baba kupitia hawa watoto. Tutawakabidhi mikononi mwako. Kila mmoja wetu Baba atakuwa ni kielekezo kwa watoto ya kwamba wewe ni mkuu. Tusaidie Baba, tukujue, tukupende, lakini zaidi ya hayo tuoneshe watoto wewe ni nani, wakujue na wakupende. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.